Na mtazamaji wa Upendo TV, ni kusabahi popote pale ulipo. Habari za wakati huu na karibu sana katika kipindi hiki maalum kabisa ambacho tunazungumza machache kuhusiana na kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo kilele chake ni tarehe 8 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2025. Na tukiwa katika kuelekea huko, kuna vitu vingi kama Upendo Media ambavyo tumeanza kufanya, lakini zaidi sana tukiwa na hitimisho tarehe 8 kongamano la mwanamke na maombi ambalo litafanyika katika eneo letu la ofisi makao makuu ya Upendo Media Kinondoni jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo matangazo yetu yanayoendelea wewe yapokea, lakini tukutane tarehe 8, kumbuka, kuanzia saa 3 kamili asubuhi katika kongamano zuri kabisa. Watakuwa wataalamu wa kuzungumza na wewe mwanamke kuhusiana na mambo mbalimbali ikiwemo umuhimu wa maombi katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Karibu sana. Hapa nipo nyumbani kwa moja kati ya wanaharakati watetezi wa haki za wanawake ambaye amefanya kazi katika umri wake karibu wote, akihakikisha kwamba mwanamke anaipata nafasi yake ambayo anastahiki, lakini haki zake za msingi pia anazipata. Niko na Profesa Ruthi Meena ambaye yeye ni mwanachama wa mtandao wa wanawake, katiba, uchaguzi na uongozi, akihakikisha kwamba katika hayo mambo yote yaliyotajwa basi wanawake wanakuwemo katika kushiriki, lakini pia katika kufanya yale yanayotakiwa. Na tuko hapa kuzungumza naye mawili matatu, na mada yetu kuu ni mwanamke na uongozi. Mwanamke na uongozi, kwa nini tunazungumza hilo na kwa nini tutake mwanamke aongoze? Basi hayo yatakuwa ni mambo yetu ya msingi. Na kabla hatujasonga mbele zaidi, basi nikukaribishe sana. Mimi naitwa Angel Samuel, ni mwandaaji wa kipindi hiki lakini pia na mtangazaji wako. Lakini nirudi kwako Profesa. Habari za majukumu? Salama tu. Hongera sana. Asante sana. Hongera sana. Kabla hatujazungumza kuhusiana na mwanamke na uongozi, huyu mtazamaji wetu ama msikilizaji wetu angependelea kufahamu kidogo sana historia ya Ruthi Meena mpaka akaitwa profesa. Najua ni safari ndefu sana. Hatuwezi kumaliza, lakini kwa ufupi sana tukufahamu. Karibu. Ndio. Mimi nimekuwa mhadhiri chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini kabla ya hapo nilikuwa mwalimu katika vyuo vya ualimu na sekondari. Lakini tangu mwaka 1979 nikaajiriwa katika idara ya sayansi ya siasa kama mhadhiri, na baadaye nikapanda taratibu mpaka kufikia hiyo ngazi ya uprofesa. Ndio. Hongera sana. Asante. Kwa hiyo mada yetu hii imekuja mahala sahihi. Profesa, tuna tathmini, tukirudi nyuma kidogo kwa harakati za mwanamke kimataifa, kwa hasa tukirudi kwenye ule mkutano wa Beijing mwaka 2025, ni mwaka wa 30 tangu mkutano ulipofanyika. Mengi ambayo maazimio ya mkutano ule tumeona yakitimia, baadhi japo changamoto zipo. Lakini najua kabisa ninyi wanaharakati bado mnapambana nazo. Lakini katika mwanamke na uongozi leo, labda hebu turudi nyuma kidogo kutazama. Ni katika pitapita zangu nimejaribu kuangalia nchini Tanzania na nikasema tathmini kumbe haipendezi sana. Nimeona utafiti kwa mujibu wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu hapa nchini Tanzania. Wao wametueleza kwamba 21% ya wanawake nchini Tanzania ndio wenye viti wa mitaa wa vijiji. Sasa katika vijiji 21% tu wenye viti wa vijiji, lakini katika vitongoji ni 6.7 ndio wanaongoza katika maeneo ya vitongoji. Halafu ukija katika wenye viti wa mitaa sasa, eneo ambalo sisi tunaishi na tunakutana nao sana hawa na wanatafutwa sana, ni 12% tu wanawake. Ina maana hao wengine wote waliobaki ni jinsi ya kiume. Sasa Umoja wa Mabunge pia wao wametupa takwimu kwamba hadi mwaka 2019 nafasi ya mwanamke yani katika bara la Afrika Mashariki sasa, kuna yani Afrika Mashariki nafasi kwa mwanamke imepatikana kwa 2%. Yani ni 2% tu ya nafasi ya mwanamke katika Afrika Mashariki. Lakini duniani ni 25%. Lakini
katika nafasi ya kiti cha ubunge sasa, wabunge hapa nchini Tanzania ni 36.9 kwa wabunge. Sasa ukiangalia wabunge wa kuchaguliwa, wanawake ni 25% tu kati ya wabunge 264. Lakini ukiangalia hii ni 9.5 tu ya nafasi ya ubunge ambayo wa Tanzania wanawake wameipata. Kwa hiyo tunapozungumza mwanamke na uongozi tuna sababu, kwa sababu ya haya. Tumeona hali bado haijawa nzuri, japo kidogo kuna mwendo unatembea, lakini bado sio sehemu nzuri sana ya kusema tumefika. Hebu tubaki hapo kidogo tuone. Katika tathmini hii wewe unaizungumziaje? Unajua, unapozungumza swala zima la uongozi, mara nyingi tunajikita hapo hapo kwenye masuala ya siasa. Uongozi maana yake ni nini? Ndio. Uongozi, tutofautishe uongozi na utawala. Uongozi ni yale mamlaka ya ndani, ndio, yanayomwezesha mtu kuonyesha wengine njia kwa vitendo. Sasa unapomtazama mwanamke wa Tanzania miaka 30 hadi leo hii, sio hizo takwimu za nini hii tu za kisiasa tu, katika maeneo yote, yawe kwenye uchumi, kwenye jamii, wanawake bado kabisa hawajafikia ile ngazi, lile lengo la kusema kwamba tunahitaji wanawake wengi washiriki katika ngazi za uongozi kama katiba yetu inavyosema, lakini vile vile kama mikataba mingi na matamko mengi ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia inavyotulazimisha au inatuwajibisha tuzingatie. Kwa hiyo swala zima, nadhani tatizo kubwa tulilo nalo ni mfumo uliopo, tunaita mfumo dume. Ndio. Na watu wengi tunaposema mfumo dume wanafikiria ni wanaume. Hata mwanamke anaweza kuzingatia huo mfumo. Mfumo dume maana yake ni kule kuamini kwamba mtu mwenye mamlaka ya kuongoza ni mwanamume, tangu kwenye ngazi ya familia hadi kwenye ngazi ya kitaifa. Na ukitizama ni kwa vile tafsiri ya uongozi ni utawala, kutawala, kutumia yale mamlaka ya kuamrisha, sio ya kuongoza, sio ya kushawishi, ni ya kuamrisha. Huo ni mfumo ambao ulikuwepo na tumeurithi, mambo mengi tumearithi kutoka ukoloni. Sasa tusipopambana na huo mfumo, hii hadithi ya kusema tutaongeza wanawake katika uongozi itaendelea kwa miaka mingi sana. Tulifanya utafiti nikiwa chuo kikuu wakati tulipofanya uchaguzi wa 2015, tukasimamia uchaguzi. Tuligundua au tulisema kwamba kusipotokea mabadiliko ya kimfumo, na unaposema ya kimfumo, tangu fikra, itatuchukua chaguzi 33 kufikia usawa, ambapo ni mara 5. Ndio. Miaka hiyo. Ndio. Na hapo unazungumzia kwenye ngazi ya siasa tu. Na kwamba tusipobadilisha huo mfumo ambao unakumbatia kwamba mwanamume ndiye anaongoza, hata kama hana talanta ya kuongoza. Unajua, kuongoza ni kipaji. Kila mtu ana vipaji mbalimbali. Mwanamke ana vipaji vingi tu, na kwa jinsi ya wanawake, unajua mwanamke kutokana na kwamba yeye ni mama, ni mzazi, lakini vile vile kuna vipawa alivyo navyo. Wasipokaa kwenye meza moja na wanaume wakaamua, tunakuwa na pengo kubwa katika maamuzi mbalimbali ya maendeleo ya taifa. Kwamba pamoja na takwimu ambazo tumeziona, inawezekana ukazitaja zikakufanya sasa tunataka nini? Kwa nini tunapambania mwanamke awe kiongozi? Talanta zao, na wanawake wana talanta za ziada. Ndiyo. Ambazo zikiwekwa katika meza ya maamuzi zinaleta tija katika uchumi, katika jamii, na vile vile katika kujenga demokrasia. Kwa mfano tuchukue miaka ile ya COVID. Ndiyo. Ukitizama nchi zilizofanya vizuri sana kwenye kudhibiti COVID, kwenye kuelimisha jamii, zile nchi ambazo zimeongozwa na wanawake.
Finland, Thailand, Ujerumani zilifanya vizuri sana. Sasa wao walikuwa na kitu gani ambacho wanaume hawakuwa nacho? Uzuri wake unaweza kutuambia kidogo, walifanyaje wao? Wao kwanza kuelimisha jamii, kuchukua tahadhari za haraka. Sawa. Na wakaweza kuzuia maambukizi yasiende kwa haraka. Okay. Ukilinganisha na nchi nyingine zozote, jinsi ambavyo maambukizi yalitembea kwa haraka. Kwa hiyo kulikuwa na elimu ya umma, kuhamasisha jamii wachukue tahadhari ya kujikinga, na wakaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana ukilinganisha na zile nchi ambazo zilikuwa zimeongozwa na wanaume. Okay. Lakini vile vile hapa kwetu tulifanya utafiti chini ya taasisi ya uongozi ambao ulikuwa na wanawake walio kwenye ngazi mbalimbali za uongozi 55. Sasa kila mmoja alionyesha ni kitu gani analeta kwenye meza ya maamuzi. Wengi wao kutokana na kwamba jamii haiamini kwamba wewe unaweza kuongoza, wanafanya kazi kubwa sana. Yani hard working. Lazima wanapokuthamini, hata sasa hivi ukisikiliza mazungumzo, wanapomthamini rais wetu, wanamthamini kwanza kama mwanamke. Wanapomtazama waziri mwanamke, ni tofauti wanavyomtazama waziri mwanaume. Kwa hiyo ili uweze kuthibitisha, na hiyo lazima ufanye kazi kubwa sana. Lakini sio kuthibitisha tu, kwa ajili ya majukumu ulionayo nyumbani. Unajua mkiwa wote na mwenzako kazini, mwenzako atasema ngoja nipitie hapa niburudike kidogo. We mbio unaenda kazini kukumudu majukumu ya nyumbani. Unapokuwa kazini kila saa mtoto ameamkaje, mtoto amekunywa, mwenzako amerelax. Kwa hiyo kutokana na hiyo hali kwamba kwanza kimaumbile, na vile vile kutokana na wajibu ambao tafsiri ya jamii kuhusu mwanamke ni nani na anawajibika vipi, wewe unafanya kazi kubwa na ya nguvu kuliko wenzetu kwa ajili ya hiyo hali. Lakini vile vile hivyo vipaji maalum ambavyo wanawake wanavyo. Wengi wanawake tuliowafanyizia utafiti walisema kusema kweli katika kujenga taasisi, mshikamano ndani ya taasisi. Hata kama walipewa taasisi ambayo kulikuwa na mfarakano, waliweza kutengeneza. Manake mwanamke kazi yako nyumbani mara nyingi ni kusuluhisha. Kabisa. Kwa hiyo kwenye eneo la usuluhishi wana vipaji vikubwa sana. Lakini vile vile katika kuwa na huruma. Na hasa mwanamke ambaye hujabeba, kama ni kiongozi hujabeba ule mfumo dume, umeumbwa na huruma. Kwa hiyo unapoongoza, huongozi kwa mabavu, ni kwa majadiliano, ni kujenga suluhishi kwenye taasisi, na hivyo unaweza kuwa na ubora zaidi. Ndio. Tukitizama makampuni, kuna tafiti zilizofanywa duniani, zinasema makampuni yanayofanya vizuri zaidi 10% yanaongozwa na wanawake. Unaona? Hata kama mwanamke amepewa kampuni ambayo iko kwenye hatua ya kukolapsi, ana uwezo wa kuinyanyua. Lakini kwa ajili ya huo mfumo, sio wengi walioko kwenye uongozi. Hapa kwetu tu, kati ya kampuni 140 ni kampuni 12 tu zinaongozwa na wanawake. Hapa nchini Tanzania. Kampuni 12. Kuna 2 tu ikiwemo Upendo Media. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani hasara taasisi inayopata, hasara jamii inayopata, na hasara taifa linalopata kumkosa mwanamke katika uongozi. Ili waweze kukaa pamoja, waweze kujadiliana, huyu ataleta mawazo yake na mwanamke ataleta mawazo yake, yataongeza tija katika kila kitu ambacho mnafanya katika kuongoza taifa, kuongoza familia au kuongoza jamii. Ndio. Haise, mtazamaji umesikia hilo kwamba katika Tanzania yetu makampuni 12 tu ndio yanaongozwa na wanawake. Na maana hayo yote yaliyobakia, hebu hali ikoje jamani? Alafu leo hii tukizungumza kwamba nafasi ya mwanamke katika uongozi, bado kuna watu ambao wanaona kama ukakasi hivi. Yaani mtu anajisikia kwamba mbona mmezidi? Mbona tunaona wanawake sasa kuna ile hali ambayo mtu anasema
mtu, mbona naona kama mnajizungumzia sana, mmemsahau mtoto wa kiume, lakini safari ya huyu mtoto wa kike na mwanamke bado ni ndefu sana kwa tathmini ambazo tunazitazama hapa. Profesa, tumeona kwamba umesema mfumo dume sio mwanaume. Mfumo dume ni ile hali, ni ile imani, hulka ya mtu ya kuwa kandamizi, mkandamizaji, mtu ambaye asiyetaka kinyonge kiinuke, akikaa sehemu yeye awe yeye. Kwa hiyo hata mwanamke anaweza kuwa hivyo. Kuna kitu ambacho uliwahi kuzungumza, nilikusikia mahala kwamba mfumo dume ukiwepo mahali unamuathiri hata mwanaume mwenyewe. Unaweza kulifafanua vipi hilo? Kwanza niseme kwamba mfumo dume hauna faida kwa mtu yeyote, kwa jamii yoyote, sio mwanamke sio mwanaume. Na wanaume pale wanapojiamini wanaweza na hawana uwezo, ni hasara. Wanaweza na hawana uwezo. Kwa mfano hata mimi nimefundisha ngazi zote za elimu. Ukiona mtoto wa kiume akistruggle kufanya masomo ya sayansi, kwa vile ameambiwa masomo ya sayansi ni ya kiume, unamwonea huruma. Kumbe talanta yake iko kwenye masomo mengine. Ndani ya jamii, katika familia, kama mwanamke ana kipato kuliko mwanamume, unaona anavyohangaika, kwa vile anaamini kwamba mimi ndiyo kichwa. Na sasa hiki kichwa ambacho hakina kitu, manake kitu kwao ni nguvu ya uchumi, nguvu ya misuli. Anaona kuna kitu amepungukiwa. Sasa hiyo ni hasara. Hakui kama binadamu. Au kwenye misiba, mtu atafiwa na mke, atafiwa na mtoto, utaliaje kama mwanamke? Kumbe majozi tumepewa na Mungu. Ni njia mojawapo tunayotoa maumivu. Ni hisia tulioumbiwa. Sasa kwa ajili hiyo wanakuwa wakiwa na hasira. Kama unaona vitoto vidogo vya kiume vinataka kupigana ili waonyeshe kwamba wao ni wana nguvu, hata kama ni kiko kidhofu, katachapwa na wenzake, lakini lazima struggle, anajitutumua. Sasa kule kukua na hasira inawaathiri sana kwenye mahusiano ndani ya jamii. Ndani ya jamii kwa jumla, na hasa wanapoingia kwenye ndoa. Wanapoingia kwenye ndoa, pale mwanzo wanabembeleza kwa mapenzi, wanapoingia kwenye ndoa haiwi tena ni mahusiano ya mapenzi, ni mahusiano ya mamlaka na mamlaka ya utawala. na hizo ni mila na desturi. Na bado kuna, pamoja na kwamba tumeendelea kwa sehemu kwamba sasa kutokana na utandawazi watu wanajifunza mengi, lakini pia bado kuna ile hali ya, kuna baadhi ya vitu vipo kwenye jamii vinamfanya wa kiume kumbuke huo mfumo. Yani anapoendelea na safari ya kufanya mambo yawe sawa, anakutana na kumbukumbu za mfumo zinamvuta kurudi nyuma, na ule kumbukumbu zinaweza zikawa kwake mwenyewe, lakini pia kwa jamii iliyomzunguka ikamkumbusha wewe wa kiume. Hali hii, mila desturi pamoja na hizo hali katika jamii, mitazamo, unadhani tutafika mahala ambapo tunaelekea, tunataka kwamba fursa sawa kwa wote? Unajua mila sio kitu static. Ukitizama historia yetu wote, kuna mambo mengi tumeacha. Watu unachagua ni mila gani ambayo inanifaisha mimi na ni mila gani ambayo naiacha. Kwa hiyo tusipoweza kuhamasisha watu wabadilike, yule anaoona kwamba mimi hii mila inanifaidi, hata kama haimfaidi, hata badilika. Lakini niseme tu kwa mfano, mimi nimetoka kwenye familia ambayo mzee wangu alikuwa anaamini kwamba hakuna sababu ya kusomesha mtoto wa kike. Lakini hiyo ni mila. Baadaye akiwa kwenye miaka 90 akaniambia, unajua huu ulikuwa ujinga. Ameshabadilika mwenyewe kwa kuona thamani ya yule mtoto wa kike aliyesoma. Sasa nashangaa vijana kama hawa mpaka sasa hivi wanang'ang'ania, ni mila zetu bwana. Ni mila zetu kupiga wanawake, ni mila zetu kuoza watoto wa kike wakiwa wadogo, wanang'ang'ania. Kile kitu baba yangu miaka 90 akiwa 90 alisema ni ujinga wetu,
bado huo ujinga huko katika. Unaendelea. Kwa hiyo mila ni mtu ni watu watatafuta ni kipi cha kukumbatia na ni kipi cha kuacha. Na wewe umesema ni Mkristo. Kristo una mila zake. Lakini ukichukulia kwa mfano kule walikoanza Uyahudi na Ukristo unaofanya sasa hivi ni tofauti kutokana na mabadiliko kadri tunavyokuwa. Kuna mabadiliko mengi ndani ya jamii na ni jamii inaamua kwamba hizi mila, kwa mfano ndoa za watoto hazina tija kwa mtu yeyote, kwa jamii, kwa huyu mtoto wa kike, tusiache. Lakini tukingangania hicho kitu kimoja tu na kusema mila zetu bwana na desturi na dini yetu na kila kitu kinaruhusu mtoto wa kike aolewe kwa masharti, kwa ridhaa ya mahakama au kwa ridhaa ya mzazi. Sasa hapo umepotosha dhana nzima ya ndoa. Manake ndoa ni nini? Ni makubaliano ya watu wazima. Na sheria zilizopo zinasema ukiwa na mahusiano yoyote ya kingono na mtoto aliye chini ya miaka 18 umembaka. Profesa, katika hili labda wakati tunamalizia, lakini unamwambia nini Mtanzania ambaye ni mzazi, ni mlezi, kuhusiana na hizi changamoto, kwa sababu zinaanzia kwenye familia. Pale kwenye familia pakipona, mitazamo ikakaa sawa, mila na desturi ambazo wamesema kuna za kuzikumbatia na kuziacha, mambo yakakaa vizuri, wasichana watatoka, watasoma, wasichana watapata nafasi kule baadaye, kwa sababu uongozi sasa ni msomi ndio anayeongoza. Hata kitongoji kama hujasoma ni ngumu kuongoza. Kwa hiyo hebu zungumza nao, wafanye nini? Kuwapa fursa sawa, kuwalelea katika misingi ya kukuza vipaji vyao, na vipaji havina jinsi. Kuna watoto, mimi na mjukuu ambaye anacheza football kimataifa wa kike. Sasa vipaji havina jinsi. Kwa hiyo kama ndani ya familia tutaanza kutambua kwamba mtoto wa kike ana thamani ya utu wake kama mtoto wa kiume, na kumfundisha pia mtoto wa kiume atambue kwamba yeye thamani yake haitofautiani na ya dada yake. Hapo tutajenga jamii ambayo hizi tofauti zitakuwa historia. Na nadhani kuna nchi nyingi tu ambazo zimefanya hivyo, ambazo hizi tofauti haziko ni issues tena. Na ukitizama hizo nchi, kuna kitu kinaitwa quality of life index, ubora wa maisha, ndizo zinaongoza duniani katika ubora wa maisha. Kwa hiyo kama tunaweza kuwekeza pale kwenye msingi wa familia, vikaendelezwa katika shule tangu chekechea, kwenye primary, kuwakuza watoto wa kike na wa kiume watambue kwamba utu wao hauna thamani ndogo, na utu wa mtoto wa kiume sio bora kuliko wa mtoto wa kike, basi tutakuwa tumewekeza sana katika kujenga jamii ambayo baadaye tutakuwa tunaweza kusema kwamba hizi mila kumbe ni historia, tutakuwa tunazisoma tu kwenye vitabu vya historia. Asante sana. Labda wakati tunamalizia, ujumbe wako kwa mwanamke sasa ambaye tunakwenda kuadhimisha kilele cha siku ya wanawake duniani. Mambo yako mengi, wakati mwingine tunakumbana na ukakasi kwa kina baba. Yani hata kutoka umevaa sare tu wanaanza kusonya, yani wengine kama wana ukakasi wakaona hamezidi bwana na nini. Wakati mwingine unabidi wewe mwanamke tu uinuke, usimame imara na umsaidie kuelewa kwamba hapana, hatufanyi hivi kwa sababu tunaweka vikao vya kuwasengenya, vikao labda vya kuwashusha chini ili tuwakalie. Hapana, hatuko hivyo. Ili wewe familia yako ipone. Unampa mwanamke huyu ujumbe gani wakati tunamalizia? Nadhani ujumbe mkubwa kwa kila mwanamke wa Tanzania ni kujitambua na kutokuruhusu aina zozote za ukandamizi wa nafsi yake, wa mwili wake. Kwa vile yeye ana thamani mbele za Mwenyezi Mungu, ana thamani ya utu wake, na huo utu wake unatambulika kikatiba, na yeye kama binadamu asiruhusu kabisa kwamba watu watamuonaje pale ambapo anatetea utu wake na kuulinda na kuheshimu.
Asante sana Profesa Asante. kwa muda wako. Hakikisha usikubali kabisa kuruhusu kwamba wewe ule utu wako ukandamizwe na mtu mwingine. Hayo sio mambo yako na wala hayakuhusu. Wacha aseme anayesema, lakini hakikisha aliyoyasema Profesa Ruth unayafanyia kazi, kwamba wewe ni mwanamke unaweza. Ukipata fursa itumie vizuri, lakini hupewi nafasi ya kuwa kiongozi eti kwa sababu tu wewe ni jinsi ya kike. Hapana, unapewa nafasi ya kuongoza kwa sababu wewe una uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo hakikisha unakamata hiyo na unaitendea kazi kwa mustakabali mzima wa familia yako, jamii inayokuzunguka, lakini na Tanzania kwa ujumla. Ukiwekwa kufanya kitu katika eneo unalopewa, hakikisha unafanya kwa bidii kubwa. Hata kama una majukumu mengi, hakikisha unaacha alama njema ili wanawake wengine wapate nafasi za kuaminiwa. Kumbuka, haya mapambano sio ya mtu mmoja. Ukiharibu wewe, umeharibu tena, umewaharibia wanawake wengine nyuma yako. Nikushukuru sana kwa kutazama kipindi. Asante, lakini nikutakie maadhimisho mema ya siku ya wanawake duniani popote pale ulipo. Asante, kwa heri kwa sasa.